darkness, my God, that is who you are. You are here. Ndio unapokula meza ya Bwana ukule ukijua ni sababu gani inafaa nikule hii meza ya Bwana. Luke 22:20 Biblia inasema kikombe nacho vivyo hivyo. Baada ya kula akisema kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu inayomwagika kwa ajili yenu. Damu ya Yesu, tunapokula kikombe tujuage damu ya Yesu iliyomwagika msalabani. Ilimwagika ni kwa sababu ya maisha yetu. Na wakati mwingine ninapojaribu kuangalia na kutafakari juu ya maandiko, huwa ninaona ya kwamba mara nyingi kile kinafanya Wakristo neno la Bwana likose kufanya kazi katika maisha yetu. Tunasomanga Biblia, maandiko ni kama ni history book. Ni kama ni historia ambayo ilifanyika. Kama vile unasoma historia ya kitu fulani kilifanyika vile tulikuwa shule. Unasoma Biblia hivyo bila ufunuo. Na unapata ya kwamba neno lile ukilisoma linakosa kufanya kazi katika maisha yako. Wacheni tujue Yesu huyu ambaye tunamtaja. Ni yeye alikuwa, ni yeye hapo saa hii, na bado yeye ndiye atakayekuwa. Jina la Bwana lipewe sifa. Na mambo yote ambayo tunayasoma ya kwamba alipigwa ndio tupone. Si kumaanisha aliyewaponya wakati ule. Uponyaji wake ulifika mwisho. The same you ukiamini yeye aliyeponya wakati ule na uamini yeye ndiye anaponya saa hii, yeye ndiye atakuponya. Bwana asifiwe sana. Ukiamini yeye aliyefanya yote ambayo tumesoma katika maandiko. Usisome Biblia ni kama ni kitu ilifanyika. Watu wengi tunasoma maandiko ni kama ni kitu ilifanyikianga watu. Ni kama historia unapeana tu. Ilifanyika ikateteka. Kama vile ulikuwa unapewa hadithi, tunapewa na wagradimani kuhusu majitu zenye hatukujua. Tunajua kulikuwa na jitu ilikuwa na macho hapa na macho hapa nyuma. Na hata hatujui kama kina nyanya waliona hizo majitu. Ama na wao waliambiwa na nyanya zao. Na nyanya zao kutuwafuata waliambiwa na nyanya zao. So tukisoma maandiko ni kama hadithi tulipewa, na sisi ni kama tunaambia watoto kulikuwanga na jitu. Saa hii jaribu kuambia mtoto ya kwamba kuna kuwanga na jitu. Sisi tulikuwa tunaambiwa kuna kuwanga na jitu, usitoke kutembea tembea hivi. Jitu lile ni kubwa, lina macho hapa na nyuma na linakula watoto. Haungetoka kwa nyumba, mzazi angekuacha hapo utazungukia hapo kwa compound. Usikuliwe na jitu ukitembea. Jaribu kuambia watoto wa kizazi hiki kuna jitu. Bwana asifiwe sana. Atakuangalia hivi upeane kasori kako na atoke aende. Wacheni neno la Bwana tulisome tukijua ya kwamba linafanya kazi. Nimalizie na Wakolosai 1:14 na nisome na itakuwa vizuri. Colossians 1:14 tunapomalizia, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yaani msamaha wa dhambi. Tukiwa na huyu Kristo ambaye tunazungumza habari yake, maandiko inatuambia the moment you have Jesus, uko na ukombozi na msamaha wa dhambi. Do you know wale watu ambao wanaweka watu kwa roho hawapendi kusamehe? Ati anakupea historia ya mtu mwenye alimpotea 2019. Hata 2019 iko karibu. Tuonaye ama tuoe. Na ninakumbuka kuna siku niliongea na mtu. Na akaniambia, "Pastor, roho yangu inauma." Yeye anaongea kuuma mpaka na vibrate. Nikamuuliza ni nini? Huyo jamaa amenikosea. Machozi yangu. Amekufanyia nini? Akaniambia yale ambayo yamefanyika. Na ni jamaa ni mtu anatumika kwa madhabahu. Ananiuma. Nikimwona nasikia vibaya zaidi. Tukaongea, nikamwambia alikufanyia nini? Ni nini alikufanyia? Imagine kama venye tuko 2021, ananiambia hadithi ya 2015. Miaka kama 8 imepita. Na ni mtu ambaye anatembea ameokoka. Na anasema kuna Yesu, kuna Roho, kuna Mungu.
usamehe mtu mara ngapi? Akaambiwa 70 times. How many times? Mara 70. Kumaanisha ya kwamba ukikalculate inakupea total 490 per day. Na Yesu alikuwa anaongelea kuhusu siku. Leo uko sawa na mtu msamehe, kesho msamehe. Basi Wakristo ni wazuri, wanajua kusamehe, basi hawana gift ya kuforget. That is why kuna mtu anaweza simama ana backdate. Ati nakumbuka 2005 ilikuwa Thursday, saa 3 usiku na dakika 5. Alifanyia hivi na hivi na hivi, hajawahi samehe. Maandiko inatufundisha you forgive and you forget. Bwana asifiwe sana. Tukila meza ya Bwana zaidi inakusaidia kusamehe. Sisi ni watu wa kusameheana kila wakati. Leo utakuja huyu dada akukwaruze, kesho huyo ndugu akukwaruze. Yule mwenye unafikiria unapenda sana ndiye huyo amekufanyia kitu kinakuumiza moyo. Samehe huyo mtu na utembee katika safari. Yesu kama angeweka mambo kwa moyo, achukie watu, na imagine kujama mfalme wa wafalme. Yesu Kristo, mwanadamu ako na uwezo wa kumtandika na kiboko na akawasamehe. Mpaka na walilia na abia Mungu wasamehe, hawajui kile wanafanya. Na kama ingekuwa ni wewe, Yesu, hebu ingia hapo uone, uchapwe. Alafu baba yako ni Mungu akuuliza niwafanyie nini? Mungu wamalize. Mungu apacho na kufungua wote. Tuwafanyie wajue wewe ni Mungu. Unajua tunaitoanga hiki. Tuwafanyie wajue wewe ni Mungu. Uwa. Sema fulani nilifanyia uwa hata utaki kumaliza statement. Maliza. Niambie ungekuwa na dhati power ilikuwa na jibu. Yesu alikuwa na uwezo wa kuongea one word concerning waliokuwa wanamtesa na wote waishi. Lakini yeye anatufundisha msamaha. Kuna mtu atakula meza ya Bwana siku ya leo na achilie msamaha. Samehe watu na utembee na upite vizuri. Na nilikuwafundisha siku nyingine, the more unapile mambo katika moyo wako. Unforgiveness ndio inaleta depression, ndio inaleta ulcer, ndio inaleta magonjwa zingine zenye hazina maana. Wewe Mkristo si mtu wa kwenda kudungwa shindano ya magonjwa mengine, umejiletea na unforgiveness. Ukila meza ya Bwana siku ya leo, naomba Mungu achilie neema juu ya maisha yako na uweze kusamehe wote ambao wamekukosea katika jina la Yesu. So ninaomba meza ya Bwana ikaweze kukaribia hapa na ndio tukaweze kula wote kwa pamoja. Waefeso 1:7. Katika yeye huyo kwa damu yake tunayo ukombozi wetu, msamaha ya dhambi sawasawa na wingi wa neema yake. So kanisa, tunapokula meza hii ya Bwana, ningetaka tuelewe kitu kimoja, ya kwamba katika mambo yale ambayo tumeyaangalia na katika yale mambo ambayo tumeyasoma katika maandiko, ni mambo ambayo inafanyika. Kwa maana maandiko inasema Waefeso 1:7, katika yeye huyo kwa damu yake tunayo ukombozi wetu, msamaha ya dhambi sawasawa na wingi wa neema yake. Kumaanisha wapendwa, neno hili unapata kuna neno linajirudia. The more tunalisoma unapata kuna mahali pengine linajirudia. Lakini shika mambo haya. Watu wa kila meza kwa pamoja kuna kusamehewa dhambi. Jina la Bwana lipendwe. Maybe kile kimefunga maisha yako ni dhambi aina fulani inakushika. Na ndio kabisa imeleta tashwishi. Ndio imefanya kabisa hakuna mambo inapenya. Kuna hii meza ukiambia Mungu, ikiwa kuna dhambi yoyote, na tunatoanga dhambi, mwenye anasema ikiwa ni yule mwenye hana specific dhambi ambayo anaikumbuka. Pengine kuna watu wanajuana, nimefanya dhambi hii, nimewahi fanya dhambi hii. Inaweza kuwa hiyo dhambi hata bado inakukumbuka katika maisha yako. Ambia Mungu, nisamehe. Nikila meza hii, nisamehe dhambi yote ambayo inaweza kuwa imefunga maisha yako, inakosesha wewe na mimi kuwasiliana vizuri. Ambia Mungu, ninapokula meza ya Bwana siku ya leo, ninakuomba Mungu, siwache Bwana uponyaji upatikane. Kama uko na magonjwa katika mwili wako, kula hii meza ukiwa na imani. Pigana na spirit of unbelief. Waambie Mungu, ninakula hii meza na
Mungu lisiwe linakula meza kikawaida tu. Meza ya Bwana inaleta ushirika, ina strengthen, inakutia nguvu, inafanya kanisa liwe na nguvu, inafanya Wakristo wawe na nguvu. Si Bwana utusaidie siku ya leo. Tumekula meza ya Bwana. Hii ndio meza ya Bwana ya kwanza ya mwaka wa 2021. Na inategemea vile utakula leo, ndivyo utakavyokula meza zingine. Abia Bwana niondolee mazoea katika jina la Yesu. Tusimame kanisa, ukiwezeshwa kupiga magoti ukiongea na Mungu kwa njia ile Mungu atakuwezesha. Ninakupea nafasi kidogo ujihoji mwenyewe, nenda na Mungu wako, hauongei na mwanadamu. Abia Bwana nisaidie siku ya leo, nisile meza kikawaida, nisinywe kikombe hiki kikawaida, lakini Bwana ninaomba mambo mapya yachipuke katika maisha yangu, mambo mapya yatendeke katika maisha yangu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Si Bwana wacha kanisa hili tunapokula hii meza ututie nguvu katika jina la Yesu. Si Bwana utuondolee dhambi. Inaweza kuwa kuna dhambi tumeifanya, tumeitenda kama watumishi wako. Siwache meza ya leo iondolee hiyo dhambi, kwa wazee, kwa vijana, kwa wamama. Si meza ya Bwana siku ya leo ilete ondoleo la dhambi, siiachilie uponyaji. Kuna ndoa zina magonjwa, kuna familia zina magonjwa, kuna biashara zina magonjwa. Shakarabagadababolia, katika jina lako ninakuomba, ewe Masia uishie milele katika maisha yetu. Wote ambao wanakuja kula siku ya leo, ninaomba katika jina la Yesu uweze kuwasamehe dhambi, uwatakaze Baba wetu katika jina lako takatifu. Wacha hii siku ya leo miujiza ifanyike. Si mara mingi kuna watu wamekula meza, miujiza itafanyika, ishara zikaonekana Bwana katika jina la Yesu. Jehova ninakushukuru, ninakutukuza kwa wema na fadhili zako, kwa wema na uwezo wako na ukuu wako Rabi, katika jina la Yesu. Anayeruhusiwa kula meza ya Bwana siku ya leo ni yule mtu ambaye ameokoka. Kama unajua ya kwamba haujaokoka, haujapeana maisha yako kwa Yesu, unless uje kwa madhabahu ni kuombea wokovu ndio uweze kula meza ya Bwana. Lakini meza ya Bwana huwa inakuliwa mtu ambaye amekiri dhambi na makosa katika jina la Yesu. Na ndio naona meza ya Bwana hatuwezi tukaipeleka kwa crusade, kwa maana tunajua kuna watu hawajaokoka. Haiwezi kapelekwa wakati tunatembea katika mikutano ya nje. Huwa tunaikula katika nyumba ya Bwana na katika madhabahu ya Bwana, na ndio watu wajue na wafahamu. So tauliza mchungaji jinsi akaweze kukaribia hapa, nikaweze kubarikisha meza hii, nikaweze kuiombea, na tukiongozwa kwa utaratibu wa chorus kiasi na waibaji wetu, wimbo ambao unaandamana na kile na ibada ambao tunaitoa siku ya leo, na ikuwe vizuri na ikuwe salama. Nikishaiombea, nikishaitakazisha, ninaomba ya kwamba utaweza kuja kwa utaratibu. Na maandiko ya mahali ambapo tumesoma inatuonyesha, ilikuwa inasema mtu ambaye ako na njaa angekuwa akule nyumbani, akija kula meza ya Bwana awe ameshiba. Maandiko haya inatuonyesha ya kwamba meza ya Bwana inakuliwa kwa utaratibu. Hautakuja umekimbia uchukue mkate uende kama umekula. Huwa tunagojeana. Maandiko inatuamurisha tugojeane. So ukichukua mkate, uchukue kikombe, ukirudi pale chini usikule, tugojeane. Ndivyo nitapeana ruhusa ya kukula hiyo meza. Na wapendwa, ninaomba ya kwamba meza hii mwaka huu italeta tofauti katika maisha yetu. Kuna kung'eng'ana kwingine hatutang'eng'ana through hii Holy Communion katika jina la Yesu. Kuna magonjwa hatutatembea nayo. And I believe, na kile ninafeel in my spirit, kuna watu wanapokea uponyaji through hii Holy Communion. Kuna maisha ya mtu inabadilika kupitia hii. Kuna umasikini naisha. Si Yesu alitubebea mambo haya yote, kuja na revelation, kula na ufunuo. Ambia Mungu ninakula mkate, huu ni mwili wako. Nani wa damu hii ni damu yako, ambayo ilimwagika, na wacha tofauti iwe katika maisha yangu katika jina la Yesu. Kwa maana wapenda, kwa nini
mabadiliko inaleta siku ya leo katika jina la Yesu. Alipomaliza akainua mkate akashukuru. Baba, ninakushukuru ni kwa sababu ya mkate huu ambao ni mwili wako. Jehova Mungu, haya ni mavuno ya shamba, itakazike katika jina la Yesu. Ninakushukuru ni kwa sababu ya mwili wako. Ninaomba kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, watu wako wanapokula mwili huu, wacha Baba wetu, kama neno lako vile limetuagiza siku ya leo, ifanyike katika maisha yao. Na kushukuru kwa jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu. Ninakushukuru ni kwa sababu ya damu hii ambayo Bwana, hata hii ni mavuno ya shamba. Bwana, naomba itakazike. Na Bwana, ninakushukuru ni kwa ajili ya damu yako iliyomwagika ulipodungwa bavuni mwako. Na damu yako Bwana ilitiririka na inaleta mambo mengi na tofauti kubwa katika maisha ya Mkristo. Watu wako wanapokunywa kikombe hiki Bwana, wacha Baba wetu damu hii ikawatakaze, ikawaoshe na ikalete hata ondoleo la dhambi. Uponyaji upatikane, nguvu zako uziachilie katika nyumba hii. Ushirika wako Bwana ukaweze kuwa na nguvu katika jina la Yesu. Na kushukuru kwa kikombe hiki kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Ninaomba kwa utaratibu tunapoongozwa na last short chorus, tufanye kwa haraka tukaweze kuchukua, alafu tukojeane. Wewe unakula meza ya Bwana, unajijua, usingojee mtu mwingine akuje. Shika hatua yako ndio tuweze kuokomboa wakati. Ukirudi hapo nyuma tungojeane. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, usafisha kabisa. Sema damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, usafisha kabisa. Na nguvu za shetani zimeshindwa na Yesu. Na nguvu za shetani zimeshindwa na Yesu. Kama hujaokoka, haujaruhusiwa kula meza ya Bwana. Lakini kama umeokoka, unaruhusiwa kula meza ya Bwana katika jina la Yesu. Asifiwe Mwokozi. Nguvu za shetani zimeshindwa na Yesu. Nguvu za shetani zimeshindwa na Yesu. Imani wetu wajipange waanze kuchukua. Nguvu za shetani zimeshindwa na Yesu. Asifiwe Mwokozi. Naomba waimbaji wetu wakaweze kuwa meza ya Bwana katika jina la Yesu. So tunapokula, ningeomba ya kwamba kama vile nimekusomea maandiko, ukila meza ya Bwana, yale ambayo nimeyazungumza huwa inafanya. Na wewe ndiye unajua unataka meza hii ya Bwana ifanye nini katika maisha yako. So tukila kwa pamoja, utaweza kuchukua wakati mdogo zaidi uweze kutangaza Yesu katika maisha yako, na ukaweze kuamini kile umesikia na kile unataka kifanyike katika maisha yako kinafanyika katika jina la Yesu. Naomba tuwe sisi wote kwa pamoja. Tunywe kwa pamoja. Asha, kwa haraka naomba wachukue vikombe. Kwa haraka pitisha kikombe yako kwa next.
Alafu unapea ushers ambao wanaokota. Kisha peana kikombe chako, enda mbele za Mwenyezi Mungu katika jina la Yesu. Jehova Mungu, sharababu mafuta ya shangwe leta heshima Baba wetu katika jina lako, majira na nyakati ninakushukuru Baba katika jina lako takatifu. Ni wewe Bwana umetunenea katika barabara. Immanueli, si tunafanya kile ulituagiza tufanye. Sikula meza pamoja nawe, ni jambo moja Bwana ulitenda, ni jambo moja Bwana ulifanya katika jina la Yesu. Ninaomba Bwana kwa uwezo wako na kwa nguvu zako, siwacha meza Bwana uweze kutulia ndoroba zaya kwa pamoja katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tumeona hata meza ya Bwana inaleta hata ondoleo la dhambi. Si Bwana yule ambaye akona dhambi imemfunga yazuilia wewe kupenya katika maisha yake. Ondoa dhambi ambaye Bwana katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Siwacha Jehova katika jina lako tofauti patikane katika jina la Yesu. Ninatangaza katika madhabahu haya na katika nyumba hii Jehova Mungu, wacha ondoleo la dhambi lipatikane, wacha msamaha upatikane walio na hukumu na uzito wa mioyo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mioyo yao ikaweze kuyeyuka katika jina lako Bwana. Wale wamebeba watu katika mioyo yao katika jina la Yesu Kristo, achilia msamaha, achilia msamaha katika nyumba hii katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, achilia msamaha Bwana. Wacha riadoroba katika jina la Yesu. Wale wameshindwa kusamehea watu ambao waliwakosea, ambao waliwatendea, siwacha Bwana wawasamehe, siwacha Bwana wasahau na kila walitendewa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninakuomba adhuhuri ya leo, kuna walio wagonjwa, ninatangaza uponyaji. Si neno lako limetuambia ya kwamba kupitia mijeledi uliyotandikwa tunapokea uponyaji. Ninaachilia uponyaji katika biashara, ninaachilia uponyaji katika ndoa, naachilia uponyaji katika maisha ya watu wako, uponyaji wa kiroho, uponyaji wa mwili kwa jina la Yesu. Wengine wako na magonjwa katika miili yao, wanaotoa uponyaji, ondoa kila uvimbe katika jina la Yesu. Ya hiyo neema uinuliwe na utukuzwe Bwana wa uzima. Wacha watu wako wanaposhuka katika mlima huu washuke na uponyaji, washuke na kibali, washuke na uwezo, washuke na nguvu mpya katika jina la Yesu Kristo. Wacha tofauti patikane. Si ulituambia unaweza Bwana, uweze kwa huyo mama kwa maisha yake, weza kwa huyo mzee, weza kwa huyo kijana na hata kwa watoto wetu katika jina la Yesu. Mungu wetu na Baba wetu, ninakushukuru kwa maana vile ulitenda katika neno lako, ninaomba uwatendee. Asante kwa sababu wewe ni mwema na wewe ni mwaminifu. Utukuzwe na ubarikiwe na uheshimiwe kwa jina la Yesu uliye Mungu na Muumba wetu, tunaomba na kuamini. Amina. Amina. Shalom, shalom.